presence there is life, not death. In his presence we live, we don't die. The devil is a liar. In his presence no authority that challenges his power. In his presence we are safe. Jesus Christ is futile minus Jesus. That's why if you are a doctor, be a good doctor. Serve the kingdom with your doctorate. Say amen. You are a business person. Do business. Do it happily to the glory of God. You are a carpenter. Do your carpentry. Do it happily to glorify God. You are a shoemaker. Do make shoes. Do it happily to glorify God. You are a driver. Do it happily to glorify God. So whatever we do, the main aim must be to glorify Jesus Christ. Moyo wako zungumuze na yeye asubuhi ya leo. Peke yako unatawala mbinguni duniani, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Peke yako unaweza, peke yako unatawala mbinguni duniani, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Inua sauti yako mwambie, peke yako unaweza, peke yako unatawala, peke yako unatawala mbinguni duniani, mbinguni duniani, hakuna mwingine kama wewe Yesu, kama wewe Yesu. Peke yako unaweza, peke yako unatawala mbinguni duniani, hakuna mwingine kama wewe Yesu. mwambie tena kwa moyo wote, Peke yako peke yako unaweza, peke yako unatawala mbinguni duniani, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Yesu ni Bwana wa mabwana, 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 Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana wa mabwana, kila
kila goti litapigwa chini, kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni Bwana wa mabwana. Kila goti litapigwa chini, kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni Bwana wa mabwana. Kila goti litapigwa chini, kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni Bwana wa mabwana. Bwana asifiwe. You welcome this wonderful morning. Karibu asubuhi hii ya ajabu. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Can we say amen? Sema amina. When I look at you, ninapowatazama, I see you like shaking. Ninaona ni kama mnatetemeka. You seem intimidated. Naishi ni kama mmefinyiliwa. You suspect your neighbor. Unamshuku jirani yako. But in the presence of God, lakini katika uwepo wa Mungu, nobody is a suspect. Hakuna mtu ambaye anashuku. In the presence of God, katika uwepo wa Mungu, we are sons and daughters of God. sisi ni mabinti na watoto. In the presence of God, katika uwepo wa Mungu, there is no death but life. hapana kila uzima. So we thank God for that. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa jambo lile. And for the opportunity to be here today. Na kwa fursa ya kuwa mahali hapa leo. After like 4 months. Baada ya miezi minne. So this is like a trial, a test to the church. Huu ni kama mtihani kwa kanisa. So that we can understand ili kwamba tukaweze kuelewa that life is just not going to be, normal as usual. Ya kwamba maisha hayatakuwa ya kawaida tu. But sometimes things can change. Lakini wakati mwingine mambo huenda yakabadilika. And the church need to be prepared. Na kanisa lazima lijiandae. What we have seen now is just an example. Kile ambacho tumeona ni mfano tu. Of things that will come in the future. Ya yale mambo ambayo yatakuja hapo mbeleni. When the church is closed. Wakati ambapo kanisa limefungwa. When there is an announcement. Wakati ambapo kuna tangazo. That nobody should worship the name of Jesus. Ya kwamba hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kuabudu jina la Yesu. What are you going to do? Je, utafanya nini? When they say, if they see you, wakati watasema call upon the name of Jesus, ukiitia jina la Yesu, they are going to kill you. Wanakuua. They are going to hang you. Watakutundika msalabani. Or to put you in oil. Ama watakuweka katika mafuta. You know? So what are you going to do? Je, utafanya nini? This is what happened. Haya ndio mambo yaliyofanyika. In the 2nd century. Katika century ya pili. This is what happened. Haya ndio mambo yaliyofanyika. 2nd century. Century ya pili. It was just amazing. Ilikuwa ni ajabu. That's why Paul was beheaded. That's why people like Peter, they were killed, crucified. Ndio watu kama Petero walitundikwa msalabani. I gave you a story of Polycarp. Niliwapatieni hadithi ya Polycarp. The bishop of Smyrna. Askofu wa Smyrna. How he was arrested. Ambaye alishikwa. And told to blaspheme. Na akaambiwa akaidi. So that they can leave him. Ili kwamba wakaweze kumwacha. He said no. Akasema hapana. I can't blaspheme. Akasema siwezi kukufuru. Jesus has been my friend. Yesu amekuwa rafiki yangu. I've walked with him for so many years. Nimetembea na yeye kwa miaka mingi. He has done me nothing bad. Hajanitendea chochote kibaya. But good. Ila wema. He stood firm. Akasimama wima. And he believed, he accepted to die. Na akakubali kufa. To put his stamp. Kuweka stamp yake. To the matters of the gospel. Kwa wale ambao waliuawa kwa ajili ya. You see, the gospel. Injili. Or Jesus. Ama Yesu. Or salvation in Christ Jesus. Wokovu wetu katika Kristo. Is not only
that I come before God, I am blessed. I can be blessed in this flesh. But this flesh, I'm just temporal. After some time, one day I leave the body. What happens when one leaves the body? This is what happens. I will teach that one day. When the time comes, if you are a child of God, when the time comes for you to leave the body, it is just like the way you dream. You just see yourself just in a, in an easy way. There is no struggle. You just see yourself somewhere. Just see angels. They tell you, let's go. And then as you follow them, you are going to see angels standing on one side and on another side. And where you are walking, it's like gold. It's like a carpet, but a carpet of gold. So they are standing on both sides. They are clapping their hands. They are welcoming a hero. Somebody who has just triumphed. It's coming from the earth. A winner. So they clap for you as you walk. And then these angels, they accompany you. So when you go there, it is bright. And now you are going to see all the saints, including those Abraham and others. You are going to see them with your eyes. Hallelujah. Amen. And they are going to clap for you. Standing ovation. They welcome you. A champion coming from the earth. And there is no corona. There is no pain. It is joy. No night or day. It's just happiness. Good music. Glory. The glory you have never seen since you are born. Now, if you rejected Jesus, when you also close your eyes, servants of the devil, fallen angels, they now take you with brutality. Nobody singing for you. Nobody clapping for you. They take you there. So whatever you did on earth, it becomes futile. Futile. Even if people used to sing for you, even if people used to dance for you, even if you were the king of the world, the whole world, that day you become useless. Bure. They take you rapidement. With the speed. They are ferocious. They are not your friend. They take you there. I saw myself how it looks like on this side and also on the other side. That's why I'm a special minister of the gospel, to proclaim this before the second coming of Jesus. When they take you there, you find prisons. There is iron, chuma. So prison built in chumas, in iron. But when you're outside, you see people who are inside. So they are there. They are locked there. So these people are here. They tell you these are gossipers. You go there, you see another group. They tell you these are fornicators. And they are given the authority to fornicate 24/7. Because there is no day, there is no night. And then you see them cry. And then another group. I will tell you about it. Because God took me there to see, to tell you. So don't go on the other side.
Usiende upande ule mwingine. It is called Hades. Ni mahali panaitwa Hades ama Or kuzimu. hell. Ama kuzimu. Go on the other side. Enda kwa huu mkono mwingine. The side of Jesus. Upande wa Kristo. The side of Abraham. Upande wa Ibrahimu. The side of the children of God. Upande wa watoto wa Mungu. Therefore, Kwa hivyo, whatever we do in this life, chochote tukifanyacho katika maisha haya, if we don't look at that place, ikiwa hatutakuwa tunamtazama Heaven. mahali pale, the place of Jesus, mahali pa Yesu Kristo, whatever we do here chochote tukifanyacho hapa is futile ni ubatili mtu minus Jesus. bila Kristo. That's why, Ndio kwa sababu if you are a doctor, kama wewe ni daktari, be a good doctor. kuwa daktari mzuri, Serve the kingdom tumikia ufalme with your doctorate. na udaktari wako. Say amen. Amen. You are a business Wewe ni person, mwanabiashara, do business. fanya biashara, Do it happily fanya kwa furaha, to the glory of God. kwa utukufu wa You Mungu. are a carpenter, Wewe ni mseremala, do your carpentry. fanya useremala, Do it happily fanya kwa furaha, to glorify kwa God. utukufu wa Mungu. You are a shoemaker, Wewe ni mtengenezaji, do make shoes. tengeneza viatu, Do it happily fanya kwa to furaha, glorify kwa God. utukufu wa Mungu. You are a driver, Wewe ni dereva, do it happily fanya kwa furaha, to glorify kwa God. utukufu. So whatever we do, Chochote tukifanyacho, the main aim azma must yetu be to glorify Jesus ni Christ. kumtukuza Yesu Kristo. What did I say? Je, nilisema nini? I said 1 Corinthians chapter 1 verse number 18. Sema Wakorintho wa kwanza na 1:18. 1 Corinthians chapter 1 verses 18 down. The Bible says, "For to those who are perishing, the preaching of the cross is foolishness. But to us who are being saved, it is the power of God, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has God not made the wisdom of this world foolish? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of preaching to save those who believe. For the Jews require a sign, and the Greeks seek for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews, and foolishness to the Greeks. But to those who are called, both Jews and Greek, we preach Christ as the power. Listen to that. You can underline the word power. Power of God and the wisdom. You can also underline wisdom. The wisdom of God. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. Thank you, God. Asante Mungu. This is a wonderful morning. Hii ni asubuhi ya ajabu. Thank you for the grace, Asante kwa neema, for the gift of life. kipawa cha uhai. God, Mungu, for 4 kwa months, miezi minne you have not been gathering in this place. hatukuwa tumekusanyika mahali hapa. But it has pleased you Lakini imekupendeza to gather today. kutukusanyisha leo. Because in 4 Kwa months, sababu kwa miezi minne our faith imani yetu and resolves na yale yote have been tested, yamepitia katika have been challenged. yamepatia changamoto. That's why we thank you this morning Kwa sababu tunakushukuru asubuhi ya for leo the new opportunity kwa fursa hii mpya to do well, kufanya vema, to do better. kufanya vema. Receive glory Pokea utukufu and speak to us in a special na way. unene nasa katika njia In special. Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Can we say amen? Sema amina. Have your seat. God bless you. Kae na Mungu akubariki. This morning, Asubuhi ya leo I was telling to Mama Jael nilikuwa naambia mama Jae that there is some job, some work ya kwamba kuna kazi fulani that is ahead of me ambayo iko mbele yangu that I need to do ambayo ni lazima nifanye to complete ili kwamba nikaweze kutimiza before the second coming of Jesus. kabla ya kurejea kwa Kristo. And then after that, Kisha baada ya ile I would have done nitakuwa nimefanya my own. kazi yangu. Hallelujah. Amen. This morning I told her, Asubuhi hii nilimwambia and I told her na nilimwambia that I'm not just a preacher ya kwamba mimi si mhubiri tu who is preaching the gospel. ambaye anahubiri injili. I'm a special person Mimi ni mtu aliye special that God called ambaye Mungu alimuita and gave me a very specific special mandate. na akanipatia kazi fulani And I told her, na nikamwambia I think the time is now. na nafikiri wakati ni sasa. Hallelujah. Amen. So the same also that I'm telling you. Na ni yale yale ambayo nawaambieni. The gospel is not a product of intellectualism or philosophy. Injili sio matokeo ya falsafa ama filosofia. I repeat again.
The gospel is not a product of intellectualism or philosophy. Injili sio matokeo ya falsafa ama filosofia. You can write that down. Unaweza kuandika mambo haya chini. That is your topic. Hiyo ndio somo letu. So write it down and keep it. Andika na uliweke. I repeat again. Nitarudia tena. The gospel is not a product of intellectualism or philosophy. Injili sio matokeo ya falsafa ama filosofia. That's why the Bible says, ndio kwa sababu Biblia inasema, the world dunia in its wisdom katika hekima yake didn't want or didn't plan or didn't like to know God, haikutaka kumtambua Mungu, but they gave themselves to futilities. Lakini walijipeana kwa vitu vya dunia. So God chose to save the world through the cross. Mungu akachagua kuokoa dunia kupitia msalaba. So now, when he talks about the cross, anapozungumza kuhusu msalaba, to the wise person, kwa yule mwenye hekima, the cross is like foolishness. Msalaba ni kama upumbavu. Because you wonder, how can the cross save somebody? Kwa sababu anajiuliza msalaba utaokoaje mtu? How can death at the cross save somebody? Je, kifo msalabani kinaweza kuokoaje mtu? So scientists cannot understand these things. Wanasayansi hawawezi kuelewa mambo haya. They go after logic. Wanaenda kutafuta vitu ambavyo vinaeleweka. Because logic is what they can understand. Kwa sababu vitu hivyo ni vitu wanavyoweza. They want to go by formulas. Wanataka kwenda kupitia kwa formula. They want to go by mathematics. Wanaenda kupitia katika hesabu. How does it work? Je, inafanya kazi vipi? How can I arrive at this kind of answer or solution? Je, nitafikiaje katika jibu hili? So they go after logic. Wanatafuta vitu vya kuelewa. So the Bible says, Biblia inasema, God has chosen to save the believer through faith in Jesus Christ. Mungu amechagua kumwokoa anayeamini kupitia imani kwake Kristo. The cross. Msalaba. The writer says we preach Christ crucified. Biblia inasema tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. A stumbling block to the Jews. Chukizo kwa wana wa Yahudi. And foolishness to the wise, the Greeks. Na upumbavu kwa wale ambao ni wasomi. But power of God. Lakini nguvu za Mungu. And the wisdom of God. Na hekima ya Mungu. To those who believe in Jesus. Kwa wale ambao wanamwamini Kristo. Now the gospel is about revelation. Injili inahusiana na ufunuo. That's point number one. Hilo ni jambo la The kwanza. gospel is about revelation. Injili inahusiana na ufunuo. Not revelation about somebody. Sio ufunuo kumhusu mtu. Revelation about Jesus Christ. Ufunuo kumhusu Kristo. The person of Jesus. Mtu Kristo. You see, many people are called born again. Watu wengi wanaitwa wameokolewa. Or are called believers. Ama wanaitwa waamini. But they fail to understand lakini wanakosa kuelewa the person of Jesus Christ. Mtu aitwaye Kristo. So the gospel is about Jesus. Injili inamhusu Kristo. The gospel is not about things. Injili haihusu vitu. It is about Jesus. Ni kumhusu Kristo. Who is Jesus? Je, Kristo ni nani? John says, Yohana anasema, and the word became flesh. Naye neno akavaa mwili. So the word neno who was there from the beginning. Aliyekuwapo tangu mwanzo. The word was there before creation. Aliyekuwapo kabla ya uumbaji. Because it is this word ni neno huyu who created everything. Aliyeumba vyote. Seen and unseen. Vionekanavyo na visivyoonekana. So if you don't get that revelation, kama hautapata ufunuo ule, automatically you are in trouble. Hapo kwa hapo utakuwa katika shida. Colossians chapter 1, Wakolosai kwanza, verse number 16. Mstari wa 16. The Bible says, Biblia inasema, for by him all things were created, kupitia kwake vyote viliumbwa, that are in heaven vilivyoko duniani, and that are in earth, na mbinguni, visible and invisible, vionekanavyo na visivyoonekana, whether they are thrones, iwe ni mamlaka, dominions, iwe ni enzi, principalities, powers, all things were created by him and for him. Vyote viliumbwa na yeye kwa ajili yake. Hallelujah. Amen. So this is now Jesus. Huyu ni Kristo. Jesus is not a baby. Yesu si mtoto. The way they will tell you, jinsi watakavyokuambia, we are going to his mother. Tunaenda kwa mamake. Whenever we need something from him, tunapohitaji kitu kutoka we kwake, tell the mother. tunaambia mamake. The mother will tell the son. Kisha mama atamwambia and then the son will give us what we want. Kisha mwana atatupatia tunachokitaka. So when they want to pray, they go to Mary. Wanaenda kwa Maria. They ask her. Wanaambia Maria, so go to your son. Enda kwa mwana wako. This is what we call intellectualism. Haya ni mambo ya kufikiria falsafa. That if I want to go to Duser, ya kwamba nikitaka I have to go through Mama Jael. lazima nipitie kwa Mama Jael. That is intellectual. Intellectualism. Ni falsafa ya kifilosofia. Hallelujah. Amen. That's not the gospel. Hiyo sio injili. The gospel is about revelation. Injili inahusiana na understanding this person kuelewa huyu mtu of Jesus Christ. Yesu Kristo. Paul says, Paulo anasema, Jesus Christ Yesu Kristo is the mystery ndiye fumbo of ages. ya miaka yote. It was hidden alikuwa amefichika from generation to generation. kutoka katika kizazi but hadi kingine. Today, lakini leo
Jesus has been revealed to Yesu us. amefunuliwa kwetu. The mystery of God, Fumbo ya Mungu. to know Jesus Christ. Kumjua Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. That's what the scripture says. Ndiyo maandiko yanasema. Now, this Jesus Huyu Yesu created everything, aliumba vyote. the seen and the unseen. Vionekanavyo na visivyoonekana. He is God. Yeye ni Mungu. Writing about Jesus by this man who wrote the book of Hebrews, Aliyeandika kitabu cha Waibrania anasema haya kumuhusu Kristo. he says, Anasema in various times and in diverse ways, God spoke to our fathers through prophets kama Mungu alizungumza na baba zetu kupitia manabii in the past. huko kale. But these days now, he has spoken to us through the Son, Lakini siku hizi amezungumza nasi kupitia kwa mwana whom he has appointed ambaye amemchagua heir of all things. mrithi wa vitu vyote. And through him, Na kupitia kwake he made the world. alitengeneza maliumba He dunia. is the brightness of his glory, Yeye ndio mng'ao wa utukufu wake. the express image of himself, Yeye ndiye anafanana na yeye. and upholds all things by the word of his power. Anashikilia vyote kwa nguvu zake. Wow. Hallelujah. Amen. So he is the reflect of God himself, Yeye ni mfano wa Mungu mwenyewe. the express image of God, Mfano wa Mungu mwenyewe. Jesus Christ. Yesu Kristo mwenyewe. So now when you know him, Unapomfahamu, you know he is God. unamjua yeye ni Mungu. You know he is the creator Unajua yeye ndiye muumbaji of heaven and earth. wa mbingu na nchi. Your attitude toward him Mtazamo wako kwake automatically changes. unabadilika. Remember that when Jesus was on earth, Kumbuka Yesu akiwa duniani. Pharisees were asking themselves, Farisayo walikuwa wanajiuliza, is this not the son of Joseph and Mary? je, huyu si mwana wa Yusufu na Maria? Why is it that he is doing these things? Kwa nini anafanya mambo haya? Who has given him power to do what he's doing? Nani amempatia mamlaka ya kufanya We know his father. Unajua babake? We know his mother. Unajua mamake? Where did he get this wisdom? Alipata hekima They wapi? could not understand. Hawakuweza kuelewa. Hallelujah. Amen. Jesus Christ. Yesu Kristo. To others, Kwa wengine, Jesus Yesu is just a carpenter, ni mseremala tu. the one who was making chairs Aliyekuwa anatengeneza viti and selling stools to na us. kuuza hivyo viti kwa wengine. Where is he getting this wisdom? Je, anapata hii hekima wapi? So he was just a carpenter. Alikuwa ni mseremala tu. Whoever believes in Jesus Yeyote amwaminie Kristo or sees Jesus ama anamuona Kristo as a carpenter, kama mseremala, let me tell you, wacha nikwambie, will always see the things of God in terms of the physical. ataona vitu vya Mungu kwa hali ya kimwili. It's not to get the element, the spiritual part of it. Hatapata hali ya kiroho. That is where we are now. Hapo ndipo tulipo sasa. Religious people believe there is God. Watu wa dini wanaamini kuna Mungu. Religious people can bow down. Watu wa dini wanaweza kupiga magoti. Religious people can call the name of Jesus. Wanaweza kuitia jina la Kristo. Religious people can clap their hands. Watu wa dini wanaweza kupiga makofi. Religious people can do ceremonies. Wa dini wanaweza kufanya But there is the difference between a religious person and a Christian. lakini kuna tofauti kati ya mtu wa dini na Mkristo. Because a Christian Kwa sababu Mkristo understands the spiritual element, anaelewa ile ulimwengu wa kiroho. the spiritual implication Anaelewa maana ya kiroho. of who Jesus is. Wa Yesu Kristo yeye ni nani? Hallelujah. Amen. But religion Lakini dini is just there. iko pale tu. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. He died for us. Alikufa kwa ajili yetu. You see somebody goes there Unaona mtu anaenda pale and make a sign na anafanya ishara of a cross. ya msalaba. So what? Alafu Bwana sifiwe. amen. Religion. Dini. Religion want to see logic. Dini inapenda kuona mambo ya kueleweka. They want to see logic. Wanapenda kuona mambo ya kueleweka. How did you come to get this answer? Je, ulifikiaje kupata jibu hili? Which formula did you follow Ulipitia mbinu gani in order to arrive at this one? ili kwamba ukafikia jibu hili? Remember that religion was there. Kumbuka kwamba dini ilikuwepo Even when Jesus was born, hata siku za Yesu Kristo he kuzaliwa. came on earth, found religion. Alikuja duniani akapata dini, But religion could not save. lakini dini haikuweza kuokoa. Religion doesn't save. Dini haiokoi. That's why the Bible here says, it talks about the power. Ndio kwa sababu Biblia inazungumza kuhusu It says the nguvu. gospel is the power of God. Inasema injili ni nguvu za Mungu. It's not just the knowledge of God, but the power of God. Sio ufahamu tu ila nguvu za Mungu. So whenever that power misses, Wakati nguvu ile inakosa, it is finished. basi imekwisha. Try to imagine Jaribu kutafakari. an askofu Askofu stand anasimama before the microphone
na kipaza sauti. When doing this live streaming, Wakati ambapo kuna live streaming. he said, my people, Anasema watu wangu. the government has opened the church, Serikali imefungua makanisa. but don't go to church yet. Lakini usiende kanisani. Wait Ngojeni until I tell you mpaka nitakapowaambia that it is safe out there. ya kwamba iko sawa. If you can't be safe Kama hauwezi kukuwa in the salama presence of God, katika uwepo wa Mungu. where are you going to be safe? Je, ni wapi utakapokuwa You salama? go to the supermarket, Utaenda katika supermarket? you go to marketplaces, Utaenda kwa sokoni? you go to your place of work. Utaenda mahali pa kufanya kazi? Are you safe there? Je, uko salama And kule? you are not safe in the presence of Katika God. kanisa hauko salama? Religion. Dini. I better die in the presence of God Heri nife katika uwepo wa Mungu than live in the marketplace. kuliko kuishi katika soko. Wait Ngoja until I tell you mpaka nitakapowaambia it is safe. kwamba kuna usalama sasa. In the sanctuary, Katika hekalu, katika hekalu dedicated to God. ambayo imetiwa wakfu kwa Mungu. Solomon says, Suleimani asema, whenever there will be a calamity in the city, wakati ambapo kutakuwa na pigo katika mji, famine, kutakuwa na pigo, war, vita, whatever, chochote kile. if these people come to this house, Ikiwa wao watu watakuja they katika nyumba, pray, waombe, God, you will listen Mungu utasikiza and heal their land na utaponya mji wao and heal their na situation. utaponya hali zao This place. mahali hapa. Now, when you run from this place, Unapotoroka kutoka mahali where hapa, do you get your safety? je, unapata usalama wako wapi? Jesus with disciples Yesu na wafuasi came to a place called Caesarea. wakafika mahali paitwapo Kaisaria. And then he looked at disciples. Kisha akawatazama He said, wanafunzi. what do people say that I am? Sema watu wanasema mimi ni nani? They say, oh, you are the son of Joseph and Wakasema wewe Mary. ni mwana wa Yusufu. Some say you are a prophet. Wengine wakasema wewe ni nabii. You know, some say maybe you are John the Baptist, Wengine wanasema wewe ni Yohana who Mbatizaji was resurrected from the ambaye dead. amefufuka That's why you are doing miracles. kwa sababu unafanya miujiza. But you, what do you say that I Lakini am? ninyi mnasema mimi ni nani? Peter said, Tena wakasema you are the son of God, wewe ni mwana wa Mungu, the Messiah, Mesihi, the Savior of the world. mwokozi wa ulimwengu. And Jesus told him, Yesu akamwambia, it's not the flesh that has given you this sio revelation. mwili na nyama imekupatia vitu. Because these revelations are not gotten through the flesh, by the flesh. Kwa sababu mafunuo haya hayapatikani These kwa are mwili. revelations that only the Holy Spirit can reveal, can give to people. Haya ni mafunuo ambayo Roho Mtakatifu peke yake anaweza That's why kupatia this morning I'm talking about this revelation. kwa sababu asubuhi hii nanena kuhusu mafunuo I haya. just told you that the gospel is about revelation. Niliwaambia kwamba injili ni kuhusu The mafunuo. revelation of Jesus Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. That Jesus is alive. Ya kwamba Kristo yu hai. Jesus didn't die and went forever. Yesu hakukufa He milele. resurrected from the dead. Alifufuka kutoka kwa wafu. And then he said Kisha akasema in the book of Matthew chapter 28, katika Mathayo 28. what did he say? Je, alisema nini? Hallelujah. Amen. What did Jesus say? Je, Kristo alisema nini? Watch this. Sikizeni haya. This is what he said. Haya ndiyo aliyosema. Matthew chapter 28. Mathayo 28. All authority has been given me. That is, we are reading verse number 18. All authority has been given to me in heaven and on earth. All authority. I want you to hear that. All authority. Mamlaka yote. All authority. Mamlaka yote. All authority. Mamlaka yote. Demonic authority. Mamlaka Satanic yote. authority. Mamlaka yote. The authority of witches. Mamlaka The authority of wizards. Mamlaka yote. Bad people. Watu Killers. wabaya. Criminals. Wauaji. All authority Mamlaka has yote. been given me. Yamepeanwa So kwangu. Jesus has all authority. Yesu ako na mamlaka. Corona authority. Mamlaka ya Cancer authority. Mamlaka ya serikali. All authorities Mamlaka has yote. been given me. Amepeanwa yeye. The whole world. Katika ulimwengu. Jesus rules. Yesu yatawala. That's what he said. All authority Anasema mamlaka yote has been given me. imepeanwa kwangu. Go, therefore, Enendeni sasa. make disciples Kawafanye wafuasi of all nations, katika mataifa yote baptize them mkiwabatiza in the name of the Father, katika jina la the Baba, Son,